CCM Chama cha Mapinduzi. Daktari Samia oye! Daktari Samia mitano tena. Comrade Kipanga oye! KS Omar Juma Kipanga mitano tena. Jongo oye! Ndugu yangu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Ndagoni na kamati yako ya siasa ya kata ya Ndagoni, ndugu yangu katibu kata wa Ndagoni na kamati yako secretariat kata ya Ndagoni, wenye viti wa mabaraza, wenye viti wa jumuiya za Chama cha Mapinduzi, kamati za utendaji za jumuiya, mabaraza ya jumuiya, ngazi ya kata, ngazi ya matawi, ndugu zangu mabarozi, kamati za uongozi, ngazi ya mabarozi, ndugu zangu wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wakereketo wa Chama cha Mapinduzi, salamu alaikum. Ndugu zanguni, tupo katika mkutano wa hadhara. Na mkutano huu ni mkutano wa kampeni. Na mikutano hii hufanyika kila baada ya miaka mitano. Na shabaha ya mikutano hii ni vyama vya siasa kupata fursa ya kwenda kueleza sera zao, ya kwenda kueleza ilani zao za uchaguzi kwa wanachama, kwa maana kwa Watanzania, ili Watanzania waweze kujua chama gani katika vyama hivi chenye sera nzuri, sera ambazo zinaweza zikajenga taifa pamoja, lakini pia zinaweza zikawa ni sehemu ya chachu ya maendeleo katika taifa letu. Kwa ndugu zangu, leo tupo hapa Chama cha Mapinduzi tukinadi sera za Chama cha Mapinduzi, tukieleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita na kueleza utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 25 kuelekea 30. Kwa ndugu zangu, juzi tumetoka katika mchakato wa uchaguzi wa kura za maoni ndani ya chama chetu. Mchakato ulikuwa mzuri kwa maana ulikuwa mgumu. Na chama chetu tunaamini ili kumpata mbunge bora, ili kumpata diwani bora, lazima wapitie katika mchakato mgumu wa kura za maoni ndani ya chama chetu. Lakini kwa utaratibu wa chama chetu kwamba baada ya kumaliza mchakato wa uchaguzi ndani ya chama na wagombea wakateuliwa na vikao vyenye nafasi ya uteuzi, kwamba Ndagoni mgombea wetu Jongo, vikao vya kamati ya uteuzi vikiamua hivyo, tafasiri harisi na rahisi kwamba kila mwanachama wa CCM kuanzia siku hiyo mgombea wake atakuwa ni diwani wa kata hiyo aliyeteuliwa na vikao vya uteuzi. Na baada ya kuteuliwa, makundi ya mchakato wa uchaguzi wa ndani ya chama wakati wa kampeni za kura za maoni, tangu siku hiyo yanakuwa yanakufa. Linabaki kundi moja, kundi la makada wa Chama cha Mapinduzi wanayekuwa nyuma ya diwani huyo, nyuma ya mbunge huyo, kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kupitia mbunge na diwani kinakwenda kushinda uchaguzi huo. Na ndugu zangu wa Ndagoni, shabaha namba moja ya chama chetu ni kushika dola. Kwa kila mwanachama wa Chama cha Mapinduzi atembee na wimbo huu kwamba shabaha namba moja ya CCM ni kushika dola. Kwa hiyo atakapokuja mwanachama yeyote wa chama chochote cha siasa, mwambieni shabaha ya chama changu ni kushika dola. Atakapokuja mwanachama wa CCM kwa namna moja ama nyingine, labda hakuridhika, mwambie mgombea wako na wangu ni huyu, tushikamane twende tukahakikishe tunashinda uchaguzi huu. Ndugu zanguni, katika chama chetu Chama cha Mapinduzi ni chama cha kisiasa. Chama chetu Chama cha Mapinduzi ni chama cha kidemokrasia. Lazima kama chama cha siasa, lazima kama chama cha kidemokrasia tupite katika
katika michakato ya kidemokrasia kuweza kuwapata wagombea uongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ndugu zangu, chama chetu ni chama cha kijamaa, chama kinachoamini katika haki, chama kinachoamini katika utu. Na ndio maana itikadi ya Chama cha Mapinduzi inasema binadamu wote ni sawa na kila mtu anastahili heshima na thamani ya kutambuliwa utu wake. Ujamaa na kujitegemea ndio njia pekee ya kujenga jamii ya watu walio sawa na huru. Ndugu zanguni, tangu uhuru wa taifa hili tumebaki katika msingi huo ulioasisiwa na baba yetu wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tangu uhuru wa taifa hili tumebaki katika msingi huo ulioasisiwa na ndugu yetu marehemu Abeid Amani Karume. Ndugu zangu wabunge, wapendwa wabunge, Chama cha Mapinduzi kiko pamoja na nyie, na tutahakikisha amani na usalama katika taifa letu unakutunzwa na kuendelezwa. Tutahakikisha umoja wa kitaifa unaimarishwa. Tutahakikisha mapenzi baina ya mtu na mtu mwenzake yanaendelea kuimarika ili kuendelea kukuza demokrasia katika nchi na ili kuendeleza utulivu, amani na utulivu katika taifa letu, amani na utulivu katika kisiwa chetu, amani na utulivu katika kata yetu ya Dagoni. Kwa ndugu zangu, ni kuombeni tushikamane na chama chetu chenye misingi imara, misingi ambayo inajenga amani na utulivu, ili tuweze kutumia amani na utulivu ambayo ni sera ya CCM katika kuhakikisha tunatumia vizuri rasilimali na maliasili ya taifa letu kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania wote. CCM oye! CCM oye! Ndugu zangu, niwapongeze kwa dhati viongozi wangu wote waliopita, waliopata fursa ya kuongea katika mkutano huu. Wameongea vizuri sana, wameongea sera, shabaha ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Kibinafsi kwa kweli leo ameamka vizuri, na pasi shaka ameagwa vizuri na shemeji yangu pale nyumbani, mtoto wa Kishirazi kutoka Pemba. Nimpongeze sana, ameeleza vizuri utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2025. Hongera sana katibu mwenezi. Lakini la mwisho kwa sababu muda wetu leo ni mchache, la mwisho, Chama cha Mapinduzi katika ilani yake ya 25 kuelekea 30 imeahidi mambo haya kama mwenyekiti wa ujenzi. Nilivyosoma kwenye ilani ya uchaguzi ukurasa wa 73, nikamuuliza, akaniambia, mheshimiwa, barabara ya Bungu Nyamisati imeshafanyiwa upambuzi yakinifu wa kisanifu na tayari bajeti yake ipo katika kipindi hiki cha bajeti ya serikali. Kwa hiyo mheshimiwa Albadawi, tunaikamilisha barabara hii. Kwa hiyo kwa kuwa ipo katika ilani ya uchaguzi ya chama chetu, napenda niwahakikishie ndugu zangu wagonge, barabara iliyotusumbua sana Bungu Nyamisati inakwenda kutengenezwa na Chama cha Mapinduzi. Ndugu zanguni, barabara ya Kilindoni Rasimkumbi kilomita 54.3 ipo katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, inakwenda kutekelezwa na kukamilishwa kwa lami kwa kipindi hiki cha miaka 5. Ndugu zangu, katika kuhakikisha upatikanaji wa umeme kwa wananchi wa Mafia, vitongoji vyote 34 vilivyobaki vya umeme katika ilani ya uchaguzi imevitaja kwa majina, vyote vinakwenda kupatiwa umeme kwa kipindi hiki cha miaka 5. Ndugu zangu, katika ilani ya uchaguzi tumeeleza kutapitishwa umeme kutoka Kisiju wa gridi ya taifa kuingia Mafia ili tuondokane na kata katika ya umeme iliyoshamili katika kisiwa chetu, tutumie umeme wa gridi ya taifa.
Tayari ilani ya uchaguzi imeeleza kwamba kwa kipindi hiki cha miaka mitano tutavusha umeme kutoka Kisiju wa gridi ya taifa kuingia Mafia, ili wananchi wa Mafia wapate umeme wautumie kwa ajili ya nyenzo ya maendeleo yao. CCM oye! La mwisho katika ilani ya uchaguzi ya chama 25 kuelekea 30, Daktari Samia ametoa bilioni 9.4 ya ujenzi wa kivuko cha MV Kilindoni tu, ambacho tunategemea mwezi wa 3 ama wa 2 insha Allah kitakuwa Mafia tayari kwa kutoa huduma ya kusafiri.